Na mtu aliyebeba jina la Yesu akawa mtu wa kulialia, mnyonge. Ukilibeba jina la Yesu na ujasiri wote, aise, kuna mahala utavuka. Bebe jina la Yesu. Watu wengi mna jina la Yesu mmefunikwa na hofu. Petro na Yohana wangeogopa pale. Petro na Yohana wangeogopa, wasingemponya yule kiwete. Lakini ujasiri wa Petro, na huu ndio muujiza wa kwanza mitume wanafanya tangu Yesu apae. Ndio muujiza wa kwanza kabisa kwenye Matendo ya Mitume tangu wale watu wapae. Ukiacha ile miujiza ambayo watu 3000 wanaokoka, huu ndio muujiza ambao ni tangible, unaonekana. Kiwete anasimama. Walikuwa wamemaanisha, wamezamilia, we have the name. Tuna jina. Nakwambia tuna jina. Nakwambia tuna jina. Waulize wachawi, watakwambia tuna jina. Waulize watu ambao walikuwa chini, Mungu amewapa, waulize tuna jina. Sikiliza, jina la Yesu linafanya the impossible. Linafanya the impossible. Jina la Yesu. Jina la Yesu linafanya mambo ya... Sikiliza, watu tumepewa jina. Unajua kutumia hili jina? Mamlaka uliopewa ni kuu. Tunakaa kwenye ulimwengu ambao umejaa vita. Ulimwengu umejaa vita. Maadui ni wengi. Shetani ana maadui, anainua maadui. Shetani ana maadui, anainua kwa ajili yetu. Shetani ni adui, anainua watu wengi. Anatumia watu, anatumia vitu, anatumia mazingira. Usipokuwa na jina, ngoja nikwambie, utaanza hata waganga wa kienyeji, wende huko. Usipokuwa na jina, utaonewa kila mahali. You need the name. Unahitaji jina. Maisha haya huwezi kutoboa kama hujajua mamlaka uliyoibeba. Ukiwa kanisani, pambana kujua mamlaka ya jina la Yesu. Ndio maana watu wengi wao kanisani wanarogwa. Kwa kanisani na unaorogwa, kanisani na unashughulikiwa kweli kweli. Bwana kushughulikia wachawi, magonjwa na hauponi, shida nyingi. Unahitaji kujua mamlaka. Jina la Yesu linatumiwa kwa namna gani? Ulitumie jina la Yesu kuvuka. Daudi alijua mamlaka ya jina la Yesu. Dunia nzima wanatakiwa wafahamu. Kwenye mtaa wako wanatakiwa wafahamu. Mahali unakokaa wanatakiwa wafahamu. Kitu gani umekibeba? Ulichokibeba ndicho kitakufanya uwe na msingi mkubwa wa wewe kuvuka. Jina la Yesu ni jina lenye nguvu. Jina la Yesu ni jina lenye nguvu. Daudi anafika hatua anasema ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara. Jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki huikimbilia wakawa salama. Unajua ngome sio tu ngome, ni ngome imara. Sio tu ngome. Kuna ngome zingine sio imara, lakini jina la Yesu ni ngome imara. Mwenye haki analikimbilia, anakuwa salama. Wewe ukalikimbilia jina la Yesu na bado ukaendelea kuteseka na magonjwa, bado ukaendelea kuwa mchanga wa kiroho, bado ukaendelea kuteswa na dhambi. Inawezekanaje dhambi endelee kukutesa ukiwa na jina la Yesu? Kuna walakini bado haujajua mamlaka iliyo katika jina la Yesu. Unahitaji kutubu, halafu ujifunze mamlaka iliyo katika jina la Yesu. Ukijua mamlaka iliyo katika jina la Yesu na ukajua namna ya kuitumia, ushindi upo kwenye maisha yako. Ushindi upo. Hakuna mwenye jina akaangalia kushindwa. Hayupo mwenye jina akaangalia kushindwa. Angalia ujasiri wa Daudi. Anasema wewe nitakupiga. Anazungumza mtu ambaye wakati mwingine hajaingia kwenye vita, hana experience yoyote. Wanajeshi ambao wamejifanya mazoezi, wamejifunza vita, kanuni za vita, wamejifunza, wanajua tekniki za kumshinda adui, wamenyamaza kimya. Mtu ambaye hana ufahamu, hajui kupigana vita, lakini kwa sababu analijua jina la Bwana, anasema nitakupiga. Angalia hata silaha anazotumia Daudi. Hachukui, aliyakataa maslaha ya mfalme Sauli. Akasema weka pembeni, haya ataniangusha. Mimi naenda na silaha za kwangu. Ukilijua jina la Yesu, the quality of the name, sikiliza, ubora wa jina ndio unaokupa ushindi. Ubora wa jina la Yesu ndio utakupa ushindi. Ubora. Mambo haya ni ubora. Ushindi unatokana na ubora. Kama jina halina ubora, huwezi ukatoboa. Nahitaji ubora wa jina. Ushindi wa maisha yako uko kwenye jina. Huwezi ukaenda mbele kama haujajua kutumia jina la Yesu. Mimi nataka nikupe ushauri huu. Unatakiwa ujue mamlaka
iliyo katika jina la Yesu. Ushindi wa maisha yetu uko katika jina la Yesu. Unataka nini kwenye maisha yako? Jina la Yesu imebeba kila kitu. Kila kitu. Kila kitu unachokitaka kwenye jina la Yesu kimebebwa. Kimebebwa. Nimekwambia tangu mwanzo, unahitaji ndoa nzuri, familia nzuri, biashara yako iende vizuri, kazi yako, utumishi wako, wokovu wako, chochote kimebebwa katika jina la Yesu. Ukikosa kujua hiyo mamlaka, huwezi ukaenda mbali, huwezi ukaenda mbele. Ushindi wako uko katika jina. Maisha yetu sote ili kushinda, jina la Yesu ni msingi mkubwa, msingi mkubwa, msingi mkubwa. Ushindi wetu uko katika jina. Wengine wanatumainia vitu vingine vyote, sisi tunatumaini jina la Yesu. Maandiko yanasema wengine wanataja farasi, wengine wanataja magari, wengine wanataja vitu wanavyovifahamu, lakini sisi tuna jina. Kijua jina na mahali utafika. Kijua jina hautakuwa na hofu. Huwezi ukahofu kwamba labda atanimchumba sasa ataniacha. Huwezi ukahofu. Unalijua jina la Yesu. Lijua jina, huwezi ukawa na hofu ya kesho. Kesho itakuwaje? Nitaishije? Huwezi ukawa na hofu. Leo tuna hofu kwa sababu hatujui mamlaka tuliyoibeba katika jina la Yesu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Ninakupenda na Mungu anakupenda zaidi. Nataka niombe na wewe. Nataka niombe na wewe. Na Mungu atakusaidia. Na Mungu atakufanyia neema. Yamkini wakati mwingine unaumwa. Uko kanisani muda mrefu. Unaumwa. Nguvu ya Mungu iko kwa ajili ya kugusa maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye Bwana amenisikiliza na amesikia kwa habari ya uweza ulio katika jina lako. Yamkini ni mgonjwa mtu huyu. Kwa kupigwa kwako Mungu uliye hai tumeponywa. Kama yule kiwete aliyekuwa amekaa pale kwenye mlango mzuri, alipokutana na kina Petro na Yohana waliobeba jina, kwa jina walilompa akawa mzima. Nami naachilia jina la Yesu kwa mtu huyu sasa, katika jina lako e Bwana, akawe mzima. Natamka uzima, natamka uzima. Kila magonjwa, kila kazi zote za giza, mateka, mateso, katika jina la Yesu natamka uzima. Jina la Yesu likawe nguzo, likawe weza katikati yake, katika jina la Yesu. Na ikiwa amenisikiliza akapokea imani ya kutembea katika mamlaka iliyo katika jina la Yesu, shetani hatamtesa tena, kwa maana jina lako Mungu uliye hai umempatia. Asante kwa ajili ya utukufu wako, na asante hata kwa ajili ya anahitaji kazi, ataka kufahamu zaidi, ataka chochote anachokihitaji. Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu Baba, ukafungue milango na ukamfanikishe. Ninaomba Roho Mtakatifu, neema yako ikatawale katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana, akutendee mema. Na yamkini haujaokoka, unatamani kumpa Yesu maisha yako, namba yangu ya simu nitakuachia pale, lakini nataka nikusalishe hii sala ya toba fupi ili kukungamanisha na neema ya Kristo. Unaweza tukarudia maneno haya. Sema: Bwana Yesu, kuanzia sasa nimechagua kukufuata wewe. Ninakataa nguvu ya dhambi isitese maisha yangu tena. Nisamehe. Tangu leo mimi ni mali yako. Nitaendelea mbele, sitarudi nyuma, katika jina la Yesu. Amen. Umeokoka, na tangu sasa neema ya Bwana iko katikati ya maisha yako. Zaidi ya yote ni kuachie mawasiliano na hitaji msaada wa kiroho, maombi na maombezi, na jambo lolote ambalo unahitaji saidiwa kama counseling. Namba yangu ya simu ni 0740 11 38 0740 60 11 38. Mungu akubariki sana. Naitwa Evangelist Michael Ndelema wa huduma ya Penueli. Mungu akubariki. Shalom.